tunaanza maadhimisho ya siku ya maadhimisho ya unywaji wa maziwa duniani. Na dhumuni kubwa la kuadhimisha maadhimisho haya ni ili tuendelee kuhamasisha wananchi waweze kuendelea kunywa maziwa na kuweza kujenga afya zao. Unywaji wa maziwa unahamasishwa ili kwa sababu maziwa ni chanzo kikuu cha calcium. Na tumeona watu wengi, hata watoto wadogo hawajazeeka, wanaumwa miguu, hawawezi kutembea, joint zinauma. Kumbe yawezekana wakati mwingine ni upungufu wa calcium. Kwa hiyo tunyweni maziwa, maziwa yanajenga mifupa, maziwa yanatufanya tuondokane na ugonjwa unaoitwa osteoporosis, yani kuchakaa kwa mifupa, mifupa inakuwa mepesi, mtu ameanguka kidogo, hatimaye mfupa unavunjika, mpaka unashangaa mbona sijajigonga sana, lakini mfupa umevunjika kwa sababu tu mfupa umekuwa mwepesi, haujajazwa vizuri kwa sababu ya upungufu wa calcium mwilini. Maziwa yanasaidia kwenye masuala mazima ya afya ya moyo. Moyo unaimarika. Lakini vile vile hatari ya magonjwa ya moyo, kwa mtu ambaye anakunywa maziwa hana hatari ya magonjwa ya moyo kwa sababu moyo wake unakuwa una afya nzuri. Hata shinikizo la damu, kwa watu wanaokunywa maziwa vizuri, huwezi kuwakuta wana shinikizo la damu. Sasa kwa mkoa wetu wa Singida, ili watu wote waweze kupata angalau lita 200 kwa mwaka, tunatakiwa tuzalishe maziwa takriban lita milioni 400. Kwa sasa tunazalisha lita 22,000 tu kwa mwaka mzima. Ina maana ya kwamba tuna upungufu wa zaidi ya lita milioni 380. Nichukue nafasi hii kuhamasisha wana Singida. Kwanza ni lazima tuongeze uzalishaji wa maziwa. Lazima tuzalishe maziwa. Na kuzalisha maziwa ni kila familia iweze kushiriki. Kama ambavyo tumepeana utaratibu wa kwamba kila mwananchi wa Singida aweze kulima angalau ekari 2 za alizeti kama zao la biashara, aweze kuinua kipato katika familia. Vivyo hivyo sasa wakati umefika tuweze kufuga angalau mtamba mmoja wa kutuletea maziwa katika familia. Nihamasishe kwanza kila mmoja sasa akajishughulishe na swala la ufugaji wa kisasa. Najua tuna ng'ombe wengi na sisi Singida tumejaliwa tuna mifugo mingi, lakini ile mifugo inawezekana ni mingi lakini uzalishaji wake ni mdogo. Nitie shime, twendeni tukafuge kitaalamu ili uzalishaji wa maziwa upatikane kitaalamu. Kwa wale wafugaji, twendeni tukafuge kwa kutumia wataalamu. Tusipuuze utaalamu wa mifugo ili tuweze kuongeza uzalishaji. Na tukiongeza uzalishaji ndio pale tutakapofikia lengo la kila mwana Singida kutumia angalau lita 200 kwa mwaka na angalau kwa siku glasi 3. Tushirikiane na wadau katika kuhakikisha kwamba hii sekta ya mifugo inakuwa imara ili iweze kutuzalishia maziwa. Kwenye mashule tuna elimu ya kujitegemea. Kuna baadhi ya mashule wanafuga mbuzi, kuna baadhi ya mashule hiyo ni elimu ya kujitegemea. Kama ambavyo shule zinazalisha vyakula ili wale, shule pia ziweke mifugo ili waweze kuzalisha maziwa na hatimaye maziwa yale yaweze kuwa ni chanzo cha kunywa maziwa. Faida za maziwa ni nyingi, lakini kabla tujapata maziwa lazima tuhakikishe ya kwamba tunaongeza uzalishaji. Kwa sisi Singida tutakaa na wataalamu wetu wa mifugo ili tuone ni jinsi gani ambavyo tunaweza kwenda kuongeza hiyo fursa ili hatimaye hata kama tutafikia hizo lita 200, kwa sababu sasa hivi kwa lita tunazozalisha tunafikia tu mpaka lita 90.9 kwa kila mtu. Sasa bado tuna upungufu mkubwa sana. Lita 90 ni chache, hatujafikia lita 200. Lakini niwaahidi kwamba tutaendelea kujitahidi sisi mkoa wa Singida kufikia hivyo viwango vya shirika la chakula duniani. Majina naitwa Cosmas Machali, ni teknolojia ya chakula kutoka Bodi ya Maziwa Tanzania. Katika kuhakikisha kwamba Bodi ya Maziwa inasimamia ubora, kuwa na utaratibu wa kuhakikisha kwanza inawafikia wadau wote ambao kwenye tasnia ya maziwa, kuwatambua na kuwasajili. Kwa kifupi ni kuwarasimisha. Bodi ya Maziwa kwa kushirikiana na wadau wake inasisitiza kwamba watu wote ambao wanafanya uuzaji wa maziwa holela au wanasisitizwa kufuata sheria, kwa sababu kuuza maziwa ambayo hayajarasimishwa ni kinyume na sheria. Hali ya unywaji wa maziwa kwa sasa kwa bajeti ya 2026 inaonyesha unywaji wa maziwa bado uko chini. Takwimu
zinaonyesha kwamba kwa mwaka Mtanzania mmoja anakunywa lita 68, kitu ambacho kipo chini kutokana na taratibu za FAO. FAO ina recommend kwamba kwa mwaka Mtanzania mmoja anatakiwa apate at least lita si chini ya 200. Kwa majina mimi naitwa David Elirema Mvumba, ni daktari wa mifugo kutoka ofisi ya mkoa wa Singida. Katika mkoa wa Singida tunashirikiana na bodi ya maziwa kuwafikia wadau wetu ambao wapo ndani ya uzalishaji wa maziwa katika mkoa wetu ili uweze kukidhi haya mahitaji yote ya uzalishaji wa maziwa ambayo yanakidhi viwango na vigezo vya walaji. Lazima tujaribu kutoka kwenye mawazo ya kutumia hizi nyasi zetu za kawaida ambazo zinapatikana kwenye maeneo yetu mengi. Tutumie mbegu za malisho ambazo zinapatikana, na bahati nzuri kwa mkoa wa Singida wapo wadau wa uzalishaji wa malisho ambao wanapatikana maeneo haya hasa manispaa. Katika manispaa Singida kuna wazalishaji watatu wa mbegu za malisho. Kwa hiyo ni kiasi tu cha kufika kutumia wataalamu ambao wapo karibu nao, wanakuunganisha na wazalishaji wa malisho na kwenda kuotesha, na unakuwa na uhakika wa malisho kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tunaomba wana Singida na wadau wengine hata kutoka maeneo mengine nje ya Singida waione hiyo kama fursa, na tuweze kushirikiana na serikali kuendeleza sekta hii muhimu kwenye sekta ya mifugo. Jina langu naitwa Hassan Rajab Tati, mkurugenzi miongoni mwa wakurugenzi wa kampuni ya Taishi Farm Company Limited, kampuni ambayo inajishughulisha na ufugaji, kilimo cha malisho na uchakataji wa malisho. Wiki ya maziwa inatusaidia, kwanza unaenda unakuta wenzako wanafanya nini, unajifunza mambo mengine mengi. Hatukuwa tunafikiria sisi kama tunaweza tukakusanya maziwa kwa kuweka centers za kukusanya maziwa sehemu zingine. Tumejifunza kupitia wiki za maziwa. Maana kuta na vifaa vinauzwa pia, kampuni zipo zinazouza vifaa vya kutunzia maziwa, ya kukusanyia maziwa. Kwanza tukubali kufuga, tufuge, lakini tulime malisho kwanza, tupate malisho kwanza ndio tufuge. Maana kama unafuga huna malisho, kunafika wakati kutakuwa na changamoto kubwa sana kutokuwa na malisho. Kwanza nilikuwa nafurahi sana hiyo. Kwanza najipanga mimi nataka nizalishe maziwa kwenye shamba langu peke yangu, nifikishe maziwa hata lita 1000 kwa siku. Shida bado kuna changamoto ya ubora wa ng'ombe wa maziwa. Bado hatuna ng'ombe bora wa maziwa hapa kwetu. Labda bodi ya maziwa kama wanaweza kupitia kwao, wanaweza kutusaidia kupata ng'ombe bora wa maziwa na tupate malisho ya kutosha. Namna bora ya kulima malisho. Kwa kutumia bodi ya maziwa inawezekana tukasonga mbele, tukapata maziwa mengi. Kupitia kwenye kufuga ni ajira kubwa kweli kweli. Tena na ni ajira ambayo inaweza ikachukua eneo kubwa sana. Singida sio kame. Singida tutatengeneza. Singida ni ya kijani vizuri tu. So ukiangalia mazingira yetu hapa ni Singida lakini kijani. Unaweza ukachimba maji, unaweza ukatunza maji ya mvua haya ambaye mvua inanyesha hata kama sio muda mrefu, unaweza ukatunza, lakini unaweza ukatengeneza malisho yako kulingana na ukivuna maji, tengeneza malisho.